Naam, mpenzi mtazamaji wa Mnarani Podcast Radio 98.1 inayotangaza kutoka viunga vya Bwiru, Mwanza, Tanzania. Tumeweza kusafiri zaidi ya miles 3,000 katika mji wa Accra, Ghana, na hivi leo tunakutana na Watanzania wachache walioweza kusafiri na kufika katika mji huu wa historia wa Ghana. Ninaye Mtanzania ambaye yupo katika pia Wizara ya Elimu. Tutamwambia jina lake ni nani, lakini pia namna gani wizara inashiriki katika mabadiliko haya ya mambo ya tehama, teknolojia, hasa katika mashule. Karibu. Asante. Naitwa Bwana Yahya Mwinyi kutoka Zanzibar, kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, ni mkurugenzi idara ya tehama katika elimu Zanzibar. Tumekuja katika hili kongamano la 18 la Ilani ya Afrika 2026 Accra, Ghana, na mojawapo ya mafanikio makubwa ama faida kubwa ile kongamano moja kwa moja linaendana na yale matarajio ambayo katika serikali za Afrika yanakuwa matarajio yao katika utekelezaji, kuona kwamba bara la Afrika linavuka hatua moja kiteknolojia, hasa katika sekta ya elimu kutoka hapa tulipo kwenda sehemu nyingine. Kwa upande wa Zanzibar, katika Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, kuna mageuzi ya elimu ambayo yanaendelea kufanyika, na miongoni mwa sehemu ambazo tunafanya mageuzi ni katika matumizi ya teknolojia. Kuna hatua kadhaa ambazo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar tayari imekwishazichukua na inazichukua na inaendelea yani kuna hatua ambazo inazichukua na inaendelea kuzichukua katika kuimarisha matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika sekta ya elimu. Kwa sasa hivi kwa Zanzibar tumeanza kwa mfano na swala zima la miundombinu ya tehama ambayo ndio bone structure. Kwa sasa tunaunganisha shule za mkonga wa taifa, kitu cha msingi cha kwanza kuona sasa tunaanza sasa safari ile ya kuelekea kule, safari ya mafanikio, safari ambayo itatija kwa wanafunzi wetu. Kuhusu smart classroom ambazo tayari serikali imeshaanza, kwa sababu miundombinu baadhi ya shule tayari, na tunaendelea kufanya scale out maabara, shule kuzifanyia renovation, vyumba vya kompyuta, mifumo ya tehama platform ambayo yote kwa Zanzibar tayari imeshachukua. Kwa sasa tunaweza kuona kwamba serikali ya mapinduzi Zanzibar tayari iko mbele katika kuona mabadiliko haya ya teknolojia yanafanyika, na hii kuonyesha useriousness wa hili jambo. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ameanzisha wizara mpya, Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu, ambayo lengo lake kuu mojawapo ni hilo, ikiwa na sisi Wizara ya Elimu ni kwenye sekta ya elimu ni sehemu, basi na katika agriculture na katika maeneo ya fisheries, katika uchumi wa blue na maeneo ya utalii, kote huko tunaenda katika uchumi wa kidigitali kwa ujumla wake, na hizi ndio hatua ambazo serikali ya Zanzibar imechukua. Kama wizara hasa katika sekta ya tehama, ni namna gani mnaepuka baadhi ya programs au baadhi ya application ambazo zimekuwa zinaweka content za kigeni, badala yake tulitamani kuona zinawekwa content au nyaraka mbalimbali zinazomlenga mtoto ambaye ni wa Tanzania Mwafrika. Nyie kama wizara mnafanyaje kuepuka hilo, au nini ambao mmewekeza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata maarifa mengi ya watoto yanatoka kwenye mazingira yao? Okay, asante. Kwanza suala la matumizi ya teknolojia na internet sasa ni swala ambalo aliepukiki. Kwa kitu cha msingi kikubwa minimize hii risk na hii hali kwa kiwango tutakachoweza, lakini na pia ni moja kwa moja kwenda kwa walimu pamoja na kuwafikishia wanafunzi kufanya matumizi sahihi ya teknolojia iliyokuwepo, sababu teknolojia ukiitumia vizuri inakupeleka panapohusika, na ukiitumia vibaya inakupeleka siko kusikohusika. Kwa hiyo ni mambo yote, lakini kwa serikali pia haichukulii kauli hiyo hivyo tu. Kuna hatua kadhaa ambayo serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali imezichukua. Kwa mfano kama sasa hivi tunaenda kukamilisha huu mwezi wa 8 mradi wa Zanzibar Digital Education. Katika mradi huu ambao Zanzibar inashirikiana na kampuni ya TPE ya Austria, katika moja ya component kuna platform ambayo ni CITOS Learning Management System ya serikali, ambayo hiyo ni ambayo kwamba ni mfumo ambao kwamba ni mkubwa na moja kwa moja utaenda kuhusisha maudhui ambayo yatatiwa mle ni yale ambayo yamepitishwa na taasisi zetu za elimu, taasisi ya elimu ya Tanzania na taasisi ya elimu ya Zanzibar ZAI, wote kwa ujumla, ambayo yatatengenezwa na nahakikisha kwamba ni kile ambacho mtoto anakihitaji. Kwa hiyo tutatia content zile husika bila kuachia free content za nje na mambo mengine kadhaa ambayo tunajua mtoto tunamfunga kwamba anaenda kutumia mfumo huu ambao utapita katika shule zote za serikali.
Kwa hiyo mtoto moja kwa moja akiingia kwenye mifumo anakutana na hizo contents hizo tu. Haya mengine matumizi ya internet na maeneo mengine tunaendelea kujaribu kutumia vifaa tulivyo navyo kama vile Sophos na baadhi ya website kuziblock pale tunapounganisha mkonga ili kuona kwamba watoto kuna vitu hawawezi kuaccess, lakini tunaendelea kutoa elimu tunavyoweza kwa wanafunzi kuhakikisha kwamba wanaenda kutumia kiusahihi hii teknolojia tuliyokuwa nayo. Ikiwa umeweza kukaa kwenye mafunzo haya kwa muda wa siku 3, ni jambo gani ambalo unaweza kuwa kama ni takeaway la kuondoka nalo ambalo unafikiri ni la pekee kabisa katika kongamano hili la 19 la e-learning Africa hapa katika mji wa Accra, Ghana, ambayo yamkini inaweza kuwa tofauti na kongamano la 18 lililofanyika katika nchi ya Tanzania pale katika jiji la Dar es Salaam? Naona mwendelezo ni ule ule kama lile la 18 ambalo lilifanyika pale Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale jijini Dar es Salaam ni ile, lakini sasa kikubwa zaidi tunakwenda kwamba tunaona kwamba teknolojia inaenda kwa kasi zaidi. Pale tulipokuwa 2025 katika ile tamasha na masuala mazima ya AI data, unakuta sasa hivi tumevuka pale tulipo, ni kasi inakwenda. Kwa hiyo sisi yani kama upande wa serikali inabidi tuende spidi na mabadiliko ya teknolojia, lazima tutabaki nyuma. Huku nimekuja kujifunza mojawapo hilo kwamba teknolojia inakwenda kasi. Tulipokuwa mwaka jana, mwaka huu hatupo hapo. Kuna mambo mengine kadhaa ambayo yameongezeka ambayo unaweza tukatumia katika sekta ya elimu. Pia hali kadhalika opportunity ambazo ziko huku, networking, watu mbalimbali ambao tunaweza kukutana nao huku ambao unakuta wana maelezo ambao katika maelezo yao wana vitu vipya vingi ambavyo vinaibuka, na wewe inakuwa siku zote unajifunza. Hasa hii teknolojia inabadilika, na maana kila kwenda hatua mbele wewe ni mtu unajifunza, sababu mambo yanabadilika na kila mtu ana njia zake za kupata ile knowledge. Kwa mnapokutana kundi kama hivi unapata mambo mengi kwa ujumla ambao ukitoka ukaenda kuafidi na wenzio, mkikaa mkidiscuss kule, tunaitoa nchi yetu ya Tanzania, tunaitoa Zanzibar hapa ilipo na kuisogeza pale panapostahili kiteknolojia. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wetu wa Mnarani Podcast Radio FM 98.1 inayokutangazia kutoka viunga vya Bwiru, Mwanza, Tanzania. Hatukusalia Bwiru, nasi tumesafiri miles na miles katika mji wa Accra, Ghana kupata dondoo hizi za kuweza kuibadilisha bara letu la Afrika. Na hapa nakutana na kiongozi kutoka Wizara ya Elimu ya Zanzibar, Mbwana Yahya Mwinyi. Asante sana Mbwana, na tunatamani kuona mabadiliko haya yanaikumba bara letu la Afrika, lakini pia kuisaidia nchi yetu ya Tanzania. Asante sana. Asante.